via vya uzazi vya mwanamke vimegawanyika. Kuna via vya uzazi vya chini na kuna via vya uzazi vya juu. Kwa hivyo maambukizi yoyote ambayo yanatokea sehemu ya juu ya via vya uzazi vya mwanamke ndio yanatusababishia ugonjwa huu wa PID. Na bakteria ambao wanasababisha ugonjwa huu, tunao bakteria wa namna mbili. Bakteria aina ya kwanza anaitwa Chlamydia trachomatis, lakini bakteria aina ya pili anaitwa Neisseria gonorrhoeae. Hawa ndo bakteria au vimelea vya magonjwa ambao mara nyingi sana wanasababisha ugonjwa huu wa PID. Na katika hawa bakteria wawili, huyu Chlamydia trachomatis ndo anasababisha zaidi ukilinganisha na huyu Neisseria gonorrhoeae. Sasa ugonjwa huu unaathiri via vipi hivyo vya uzazi? Tumesema unaathiri via vya juu vya uzazi. Ni vipi? Kia cha kwanza ni uterus ama mji wa mimba, lakini kia cha pili ni fallopian tube, ile mirija ya uzazi, ama kwa lugha nyingine tunaita mirija ya mayai, lakini kia cha tatu kinaitwa ovary au mji wa mayai. Kwa hivyo moja kati ya hivi via vya uzazi vikipata maambukizi ya hawa bakteria, tunasema kwamba huyu mwanamke, huyu mdada, huyu mama ana maambukizi ya PID au hili gonjwa la akina mama.